Rafiki mpendwa na mtazamaji, karibu sana katika chaneli hii. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia. Kumbuka somo la jana ambalo tulilitoa hapa lilikuwa na kichwa kinachoelezea kuhusu baraka ya msingi katika jamaa, na tuliona jambo la msingi katika familia. Tuliona kwamba ni heshima, na amri ya 5 Mungu katupa, akatuambia, akakuambia, anaambia ulimwengu wote siri ya kuishi na amani na kuwa na familia yenye baraka na amani na furaha ni heshima. Mtoto, heshimu wazazi wako. Kila mmoja wetu amri hii ilimhusu. Leo, kabla ya kuanza somo letu la leo, tutaomba. Asante Mungu, kwani unatupenda. Mbariki yule mtazamaji, tubariki, acha somo hili lipate mwanya katika maisha kila moja, kwa jina la Yesu Kristo, amena. Somo linakuja ni amri ya 6. Pima jiuliza, amri ya 6 hii inahusu nani? Amri ya 6 inakuhusu, inanihusu. Amri ya 1, ya 2, ya 3, ya 4 ilikuwa ni uhusiano wetu pamoja na Mungu. Amri ya 5 hadi ya 10 ni uhusiano wetu si binadamu kati yetu. Ndio maana amri ya 5 Mungu katuambia heshima, yaani siri ya kuishi vizuri na mwanadamu inabidi tujifunze kuheshimu, tujifunze kuwa na heshima. Amri ya 6 Mungu kasema katika shairi la 13, hiyo sura ya 20, kitabu cha Kutoka 20 aya 13, Mungu anasema usiue. Amri hii ni kama fupi kulingana amri na tumeanja hapa masomo fululizo, masomo yote. Amri ya 1 hadi ya 5, wakati Mungu anapokuwa akizieleza inakuwa kama ndefu, lakini alipofika kwenye ya 6 Mungu akasema usiue, akaachia hapo amri ya 6. Ni kwamba ikiwa neno hili limekuwa fupi, si kwamba na maana yake ni fupi, bali maana yake ni kubwa sana. Kwa nini Mungu alisema tusiue? Jambo la kuelewa ni kwamba Mungu ndiye mwenye utoaji wa uzima. Kulingana kitabu cha Mwanzo 2 aya 7, ni Mungu ndiye aliyetupa uzima. Yaani kuishi kwa mwanadamu ni mapenzi ya Mungu. Ni Mungu ndiye anayekubali uishi, usikie sauti hii. Yaani uzima unatoka kwa Mungu. Na ikiwa uzima unatoka kwa Mungu, Mungu hataki mtu yeyote atakaye haribu uzima kwa kufanya mauaji, kwa sababu yeye ndiye mwanzilishi, ama yeye ndiye mwanzo wa maisha ya mwanadamu, na ni yeye anayetukataza usiue. Yaani unapoua unakuwa umegombana ama umepambana, umeingia katika mpango usiokuwa wako. Yeye mwanzilishi wa uzima, niye tumwachie maisha ya mtu. Usiue kwa sababu Mungu ndiye mwanzilishi wa uzima. Yaani kwa uzima ni zawadi kubwa kutoka kwa Mungu. Tunapaswa kuheshimu. Kila mtu anatamani mbele za Mungu. Maisha ya mwanadamu ni matakatifu mbele za Mungu. Hautakiwi kuharibu maisha ya mwanadamu, ya mwenzako, kwa sababu maisha yake ina thamani kubwa. Maisha yako ina thamani kubwa. Usikubali mtu adharau maisha yako. Wewe una thamani kubwa, kwani mwanzilishi wako yu hai na anataka wewe uishi ili uendelee kutukuza jina lake. Sasa wanapotuambia tusiue, kitu ni kuwa tu kwa mpanga, ni kuwa tu kwa silaha, ni kuwa tu kwa kisu, ni kuwa tu kwa shoka, ni kuwa tu kutumia vitu, kutumia sumu na mambo mengine. Je, hiyo ndio kuua? Hiyo ni kuua. Wakati unapotuambia usiue, yaani Mungu anakataza usitumie kitu chochote kwa ajili ya kuharibu uhai wa mwenzako, kwa ajili ya kuharibu maisha ya mwenzako. Lakini tena sasa Yesu alifundisha zaidi tena sana katika neno usiue. Yesu pia anasema nini?
Yesu anasema nini katika Mathayo 5 aya yake 21 na 22? Yesu alifundisha kwamba kuwa na chuki na hasira ni mizizi ya uuaji katika maisha ya mwanadamu. Yaani, la kwanza katika usiue kuna kutumia vitu vyovyote kwa ajili ya kuharibu maisha mwenzako. Umefanya uuaji, umeharibu amri ya 6. Jambo la pili katika neno usiue, yaani Yesu alielezea tena jambo hili kwa upana zaidi. Akasema kwamba ukiua na chuki, ukibeba chuki na hasira kwa mwenzako, umekuwa katika mizizi ya uuaji. Ni watu wangapi ambao umewachukia kwa bure? Ni watu wangapi ambao umekuwa na hasira nao kwa bure? Ni watu wangapi ambao umebeba hasira hata umepata sababu yoyote? Unapobaki katika mazingira ya hasira dhidi ya mwenzako, umekuwa katika mstari ya uuaji. Umeanja mizizi ya uuaji. Uuaji hauanje kwa mikono, uuaji unaanja moyoni. Unapoibeba chuki kwa mwenzako, umekuwa katika mazingira ya uuaji. Wewe mwenyewe unajiua, unaua kiroho chako, unaua maisha yako kwa kuibeba chuki, na hiyo chuki inakupeleka pia kuua mwenzako. Ndio maana chuki hairuhusiwi kwako wewe ambaye unamjua Mungu. Yaani uuaji inaenda mbali sana, ina upana zaidi, kwa kuchukua mpanga ama kitu, silaha ama sumu kwa ajili ya kumtesa mwenzako. Uuaji inaingia pia ndani. Unaua mwenzako wakati ambapo umembebea chuki, unakuwa na hasira na mwenzako. Toka katika mazingira haya. Unapobeba chuki, unapokuwa na kisasi, moyo wa kisasi, unapokuwa na moyo wa wivu, na wivu huu imesababisha wengi wanaojiita wasomi wapate kuua vipaji vya mwenzao, wapate kuua vipaji vya mwenzake, apate kuua talanta ya mwenzake kwa sababu ya chuki. Mara ngapi kuna watu wako kanisani, kuna watu wako katika familia, umeona kwamba ameendelea, hautaki mwenzako aendelee. Hii umeingia katika ukosefu wa amri ya 6. Chuki, hasira, wivu, maneno ya kuumiza, hii imekatazwa kwa sababu umekuwa muuaji. Na Yakobo kaesema, akaweka tena upana zaidi katika Yakobo 3 kwamba mara nyingi wengi wamekuwa wauaji kwa ulimi. Yaani umeweza kuta tumeeleza kwamba mauaji yanapitika katika ulimwengu leo kiolela, lakini na kanisani kumekuwa wauaji kwa maneno, wauaji kwa kinywa kimeua sana. Katika familia zimebomoka kwa sababu ya kinywa. Umeua ndoa za watu, umeua vipaji vya watu, umeua talanta za watu, umeua kazi za mwenzako. Kabla ya kutamka neno lolote, jiulize, je, neno hilo si silaha kweli kwa ajili ya mwenzako? Umeua kwa sababu umekuwa kiongozi wa kanisa, katika baraza, sijui katika kazi. Pima kujiuliza, hauna sababu yoyote ya kupitisha, ya kuua mwenzako, ya kuua kazi ya mwenzako, ya kuua familia ya mwenzako. Kupitia masemi unamweleza mwenzako vibaya. Kupitia masemi unamweleza mchungaji wako vibaya. Kupitia masemi umeeleza yule mama wa familia vibaya, ili ndoa yake iweze kumalizika. Amri ya 6 usiisahau, inasema usiue. Umeua kwa macho, umeua kwa mdomo wako huu, kinywa yako, ile kinywa yako nasababisha Ukristo wako unakuwa uongo. Acha kujisifia kwa sababu ya kuwa na cheo kanisani. Acha kujisifia kwa sababu ya kuwa na umepewa katika familia uwezo fulani. Usikue chanzo chako cha kuua vipaji vya watoto, vipaji vya familia, vipaji vya watu katika kazi. Amri ya 6, Mungu anasema usiue. Yesu anatuita wapendwa, ili tusikue katika mazingira, ili tusiwe katika mazingira ya uuaji, tuwe katika mazingira ya upatanishi. Katika Mathayo 5 aya yake ya 23 na 28, Yesu anataka waumini waishi kwa amani
waumini wawe na mambo ya kusamehe, wawe na moyo wa kusamehe, wawe na moyo wa kuleta amani. Yaani ili usikue katika mazingira ya uvunjaji wa amri ya 6 kila siku. Kabla ya kunena neno lolote, weka moyo wa msamaha, weka moyo wa upendo, weka moyo wa amani, na utatamka maneno ya amani, na moyo wako utakuwa na utulivu, moyo wako hautakuwa na chuki. Rafiki mpendwa, tunapofunga somo hili la uuaji, wengi wameua vibaya kupitia maneno, kupitia matumizi mabaya kwenye mwili wao, wameua mwili wao. Unapoweka kitu kisichokuwa kizuri kwenye mwili wako, umeingia pia, umeharibu amri ya 6. Ndio maana Mungu anasema tuweke moyo wetu moyo wa upatanishi. Katika moyo wetu tuweke msamaha, katika moyo wetu tuweke upatanishi, katika moyo wetu tuweke sifa kwa Mungu. Maisha yako yatakuwa ya amani. Mungu atubariki na tuepushe na hali hii ya uuaji katika mazingira, mahali kote tunapoishi, mazingira ya kazi, mazingira ya dini, mazingira ya familia, katika kote tunapotembelea. Mungu atuepushe na hali ya uuaji kwa jina la Yesu Kristo. Amen.